Umesema kama kwa uhakika sisi tulikuwa na imani ya kwamba tuko tayari kama Kenya, Uganda na Tanzania kuweza kuhost AFCON 2027 na ni furaha kubwa sana hivi leo kujulisha ulimwengu mzima ya kwamba pamoja bid is still alive and we're very excited as a region to be able to host this football extravaganza that is second to none. I believe Kenya, Uganda and Tanzania will host one of the most memorable, most spectacular football events, not only in Africa but in the whole world. And we invite everybody to come, share, and be part of this unbelievable event that is coming up next year. Sisi kama Kenya, nikizungumzia nchi yangu ni ya kwamba serikali yetu imeweza kuweka mikakati ya kuhakikisha ya kwamba viwanja vyote vitakuwa tayari. Rais wetu Daktari William Ruto ameweza kuonesha mzima ya kwamba inawezekana sisi kuwa na viwanja ambavyo vinaweza host ama kuandaa mchuano kama AFCON na mashindano mengine mengi ambayo itakuja nchi yetu ya Kenya hata baadaye. So in this country, Kenya is ready, and you've seen the president, as you can see, a lot of investment to ensure that the infrastructure is ready. You've seen the Raila Amolo Odinga Stadium, International Stadium, is almost at completion. Kasarani Stadium is undergoing now renovations. Nyayo Stadium as well. All the training grounds are now closed for renovations. And this is a testament to the seriousness that the President and the government of Kenya have taken. As FKF, we have also ensured that we've prepared the national team, Harambee Stars, adequately so that we could have stellar performance when it comes to the games. And for you, Tanzania, I have seen the same kind of enthusiasm, I have seen the same kind of zeal, the same kind of excitement within the East African community in how they have approached AFCON. The CECAFA region has also given its unwavering support and commitment to supporting this particular AFCON. It's not just about Kenya, Uganda, Tanzania. The entire Eastern Central Africa is involved now, and we are welcoming all our brothers and sisters from the continent to come join us and make AFCON 2027 the biggest, the most successful, the most memorable, the most exciting AFCON in the history of the AFCON iko Kenya, labda kuwaweka sawa tu wadau wa soka Kenya ambao kwa upande mmoja kwa mwingine wanazua za wao ndio ingine pia lakini kila kitu ilikuwa ni muhimu tuweze kupata ujumbe rasmi leo hivi leo rais ameweza kujulisha na kuweza kuelezea kwamba AFCON 2027 bado ipo na Kenya, Uganda na Tanzania ndio ambaye watakuwa host. Na mimi kwanza ni kuwashukuru zaidi CAF nzima, Confederation of African Football, for the years, especially in the recent past, making sure that we have equitable distribution of opportunities for all countries on the continent to be able to participate in these competitions. And I think CAF has done a wonderful job so far to giving support to member associations across Africa, and we're very happy, we're very grateful for all the developments that we have benefited from in the last couple of years. President wa CAF anasema kwamba Juni, Julai hapa itakuwa ligi za Ulaya zinatamatika, ligi za kanda zitakuwa zinatamatika.
labda hii kwa Harambee Stars tunamaanisha kupata the best quality players ambao tunasema Harambee Stars. Kwa hakika sasa sisi wenyewe katika ile scouting yetu ya wachezaji itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu tutaweza kupata wachezaji wetu wengi ambao wanacheza ng'ambo, wataweza kujumuika na national team ili tuweze kuhakikisha kwamba ile squad yetu imeimarika na the best players will participate in the game. Nafikiria kuna ile mikakati ama kuna ile process vile ni ya kuweza kuchukua hatua popote ambapo jambo halijaenda vizuri, na ila kama tunaona ya kwamba kwa yale ambayo yamefanyika hapo awali kuwa na decision, kuwa na mwelekeo ambao na hivi leo rais wanajaribu pia kubadilisha, sio kujaribu, lakini kubadilisha ile ili kuweza kuweka sheria ambazo zitakuwa